baada ya wale majini kuwa wameng'ang'ania sana mimi nifanye kazi hiyo ya kiganga, baadaye kwa hiyo nilivyoenda kuishi kule Kaliua Igagala, baadaye kwa sababu mimi mwili wangu ulikuwa ni mdogo, najua pamoja kwamba nilianza shule ya msingi nina miaka 10, nimemaliza na miaka 17, lakini bado kwa sababu ya umbo langu kuwa dogo, baadaye mzee wangu alinishawishi tena nirudie shule. Kwa hiyo nikarudia masomo shule ya msingi wanaita Kamsekwa. Hii shule ya msingi Kamsekwa pia iko pale Igagala namba 2. Lakini wakati huo nikawa naendelea pia na masomo ya elimu ya dini, lakini nilisoma pale kwa muda mfupi, na baadaye baba akahama tena kutoka pale Igagala akasogea Kaliua mjini. Kwa hiyo tukahama tena kutoka pale Igagala. Hiyo sasa ilikuwa mwishoni mwa mwaka wa 1992. Nikaja tena Kaliua mjini tukitoka Igagala. Nikiwa pale Kaliua mjini nikawa nimeenda shule moja ya msingi inaitwa Mwangaza. Iko pale Kaliua mjini. Kwa hiyo na penyewe nikaendelea tena na masomo, lakini baada ya muda mfupi mzazi wangu ambaye ni baba yangu, wakati huo tayari alikuwa ameoa mke mwingine, alihama akatoka pale Kaliua akawa amehamia Tabora Manispaa. Maisha ambayo nilibaki nikiishi pale kwa sababu nilikuwa nakaa sasa na bibi ambaye sasa ni mzaa baba na wadogo zangu ambao walikuwa watoto wa marehemu baba yangu mdogo. Kwa hiyo tuliishi maisha magumu, na baadaye mimi nikaamua kuondoka. Niliacha shule pale, nikaacha madrasa pale Kaliua ambapo pia nilikuwa nikisoma kwa shehe moja alikuwa anaitwa Shehe. Kwa hiyo baadaye nikatoka pale Kaliua nikarudi kwa mama yangu na bibi yangu pale Usoke. Kwa hiyo baadaye, kama unavyojua, mkoa wa Tabora kipindi kile ulikuwa umesifika sana kwa kilimo cha zao la tumbaku. Kwa hiyo niliingia kwenye kilimo cha tumbaku nikishirikiana na mjomba wangu ambaye kwa sasa ni imamu wa pale Usoke stendi kwa amri moja. Kwa hiyo nilikaa naye pale kwa mwaka mmoja, tukiwa kijiji kimoja wanaita Kalembela pale Usoke, tukalima naye tumbaku, na baadaye nakumbuka tulifanya mauzo, na nakumbuka nililipwa mimi pesa 21,000. Nikasema naomba nianze maisha mengine. Kwa hiyo nikatoka tena pale Usoke nikaja hapa Tabora nikaishi, maana hapa Tabora pia kuna familia kubwa. Tulikuwa tuna nyumba hapo mtaa wa Kanoni hapa Isevya, lakini pia na ndugu wengine walikuwepo maeneo baadhi ikiwemo Mwanza Road na maeneo ya Mihogoni. Kwa hiyo nikakaa kidogo hapo mtaa wa Kanoni na baada ya muda nikaona sina cha kufanya kwa hapa Tabora, nikasafiri nikaenda Mwanza. Kule Mwanza kulikuwa kuna mjomba wangu ambaye pia kwa sasa naye ni marehemu, alikuwa akiishi Mwanza pale sehemu moja wanaita Nyakato. Kwa hiyo nikaenda nikiwa na sehemu ya fedha kidogo ya kuanzia maisha. Kwa hiyo nilianza biashara nikiwa Mwanza nikiishi na mjomba wangu ambaye kama nilivyosema naye sasa ni marehemu. Kwa hiyo nikaanza kufanya biashara pale soko kuu la Mwanza. Pale Mwanza kuna soko maarufu sana likiwa kuuza viazi mviringo kipindi hicho. Kwa hiyo na mimi nilianza kuuza viazi mviringo, na kipindi kile tulikuwa tunanunua kutoka Kenya, kutoka Bukoba, kutoka Mbeya. Kwa hiyo nikawa mzoefu na hiyo biashara ya viazi mviringo. Lakini wakati huo sikuacha imani yangu ambao nimeikuta wakiwa nayo wazazi wangu na familia kwa ujumla. Kwa hiyo niliendelea na imani hiyo huku nikifanya hiyo biashara, na baada ya muda nilitafuta walimu wa kunifundisha elimu ya dini. Nilitaka kufikia kiwango kikubwa hata huenda kuliko hata baba yangu. Nilikuwa na wivu wa kusoma sana elimu hiyo ya dini. Lakini katika ushuhuda huu ninapouzungumza, nimekuwa nikitoa ushuhuda maeneo mbalimbali na kwenye makanisa mbalimbali, na hii ni kudhihirisha kwamba nilijifananisha wakati fulani kama ni mtu niliyeachwa sana. Wakati wa matatizo napita katika majaribu na mateso makubwa, lakini mwisho wa siku nilipouona mkono wa Mungu na hakika akanitendea muujiza, leo ninamtukuza yeye Kristo, na ndio maana ninaweza kuwa na ujasiri wa kukaa aidha kuenda kwenye studio au kwenye kanisa lolote nikatoa ushuhuda juu ya maisha yangu, na watu wengi wananifahamu, na namshukuru Mungu. Hata wakati naingia kwenye studio hizi, ni moja ya studio ambayo imekuwa baraka sana hata kwa maisha yangu mimi mwenyewe. Ukiondoa kuwa mchungaji, lakini ni mfuatiliaji mzuri wa vipindi. Nimekuwa nikifuatilia huduma mbalimbali zikitolewa na watumishi, lakini mimi leo hapa nipo nikitoa ushuhuda halisi wa maisha yangu. Na kama nilivyosema, katika ushuhuda wa maisha ambao nimekutana nayo, mambo magumu niliyokutana nayo,
hakika Kristo aliweza kunishika mkono na akawa hayuko tayari, akasema njoo mwanangu, kama jinsi ambavyo unaposoma Injili ya Mathayo sura ile ya 11 unaona kuna maneno Yesu anasema vifungu vile vya 28, 29 kwenda 30, na hasa tukiangalia ile 29 anasema njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ina maana kwamba unapokuwa na mizigo, umeelemewa, ni mizigo ya namna gani? Tunapozungumza mizigo, si mizigo kama mtu anavyoweza kubeba kiloba cha unga, au anaweza kubeba mzigo wa kuni, au anaweza kubeba mzigo wa aina yoyote wenye uzito wa kufanya kwamba uko katika mabega au katika kichwa. Hapana, neno linapozungumza habari ya mizigo, maana yake hapa Yesu anazungumza mizigo akiwa na maana pana, ikiwa ni pamoja na mizigo ya dhambi. Unapokuwa umeishi katika maisha ya dhambi, ukimkosea Mungu, yeye ni Mungu mwenye huruma, ni Mungu mwenye rehema, ni Mungu mwenye furaha na watu wote wale hasa wanaomtafuta. Kwa hiyo anaposema njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha, akiwa na maana ni mizigo ya dhambi na mambo mbalimbali. Kwa mfano mimi ninaposema leo na wewe kwamba nilikuwa na mizigo, nimebeba mizigo mizito, maana uwezi amini ni kwamba nikiwa Mwanza naendelea na biashara hiyo ya viazi mviringo, baadaye mtaji ulikuwa na nikajikuta nafanya pia biashara ya kuuza mayai. Lakini nilikuwa na changamoto. Moja ya changamoto iliyokuwa ikinisumbua ni kwamba nilikuwa nina majini. Wale majini niliokuwa nao, na baadaye walikuja kugundulika kwamba majini wale nimeanza kuwa nao au wamekuwa na mimi wakiwa katika mwili wangu nikiwa na umri wa miaka 7. Historia hiyo nilikuja kuipata baadaye. Na majini wale jumla walikuwa majini 14, na majini wale walinisumbua sana. Ndio maana napozungumza habari ya mizigo, ninamaanisha kwamba kila jambo ambalo mwanadamu anaweza kulikubali na kulitenda, jambo ambalo linamkosea Mungu, maana yake huo ni mzigo. Ndio maana Yesu anatualika, na nataka nikwambie msikilizaji wa kipindi hiki cha Ushuhuda wa Mchungaji Cosmas Juma Hamisi, ambaye nimetoka katika mazingira magumu sana. Wapo watu wengi wanakata tamaa. Unamkuta mtu ana jaribu ambalo limemgusa, ana changamoto ambayo anakabiliana nayo, imemkatisha tamaa. Lakini nataka nikwambie ni swala la maamuzi tu. Unapochukua maamuzi kwamba mimi hakika niko tayari kusalenda, kujisalimisha kwa Yesu, hakika anakusamehe dhambi zako zote, anakutua mizigo yako. Kwa hiyo mimi nikiwa Mwanza naendelea na biashara hizo, baadaye nimegundulika sasa kuwa na hao majini ambao jumla nimesema nilikuwa nao 14. Majini hao walinitaka sana mimi nifanye kazi ya uganga, nifanye kazi ya utabibu, na walilazimisha. Na majini hao waligundulika baada ya kuwa kuna wakati niliugua nikiwa kule Mwanza, nikawa nimerudi nyumbani Usoke. Baada ya kurudi nyumbani Usoke, tulikwenda kwa mtu mmoja ambaye alikuwa anashughulika na mambo ya tiba hizo, ndipo akayachimbua yale majini. Ikaonekana kwamba yale majini yanatamani mimi nifanye kazi ya uganga, na mimi nikawa siko tayari, kwa sababu tayari nimeenda kuishi Mwanza. Nimeona mazingira ya kijana kama kijana, niko mjini Mwanza. Sasa leo ninaenda kuingia kwenye mambo hayo ya uganga, nikawa nimekataa. Mwisho wa siku niliambiwa, hata na ndugu walinishangaa kuona mimi nimekataa. Baadaye wakaniambia, utapata shida sana, kwa sababu hivyo viumbe umepata neema. Wao sasa kwa mtazamo wao wakaona kuwa na majini ni neema badala ya kuwa na mizigo. Na ninataka nikuambie mtumishi wa Mungu, msikilizaji, wewe unayenisikiliza, ninapotoa ushuhuda huu, lengo langu ni kukufanya wewe uelewe kwamba yako mapito watu wanapitishwa. Na mimi wakati mwingine nimekuwa nikijifunza hata kwa Paulo mtume, na ameandika nyaraka nyingi, amefundisha vitu vingi sana. Lakini na moja ya vitu ambavyo amevisema katika nyaraka zake mbalimbali zoandika ni pamoja na kwamba akitutaka msifungiwe nila pamoja na watu wasioamini. Wakati mwingine watu tumeingia kwenye kumkosea Mungu kwa sababu aidha ya marafiki, aidha kushawishiwa na watu. Ndiyo ambao hata mimi ninakwenda kuyasimulia katika ushuhuda huu. Ni kwamba baada ya wale majini kuwa wameng'ang'ania sana mimi nifanye kazi hiyo ya kiganga, baadaye nilisalenda, nikawa mpole, nikaenda kujifunza sasa elimu hiyo ya mambo hayo ya kishirikina.
Kwa hiyo nikaenda kusoma namna ya kufanya hizo shiriki za mambo ya hayo, lakini kupitia mambo ya utaratibu wa Kiarabu. Kwa hiyo nikaenda nikasoma mambo mbalimbali ikiwemo Abu Masha, Al-Farak na vitu mbalimbali. Kwa hiyo nikajifunza vitu vile. Nikajifunza namna ya kutengeneza majini, maana kuna majini wale wa kutengenezwa, maana na kuna majini ambao ni roho. Na nataka niseme wale majini wanaharibu maisha ya watu, na hakuna jini mzuri wala hakuna jini mbaya. Mimi nilidanganyika, nikadanganywa, nikawa naambiwa kwamba wapo majini wazuri, wapo majini wabaya. Na hii nikawa naamini kwa sababu ya kule kuaminishwa nilikokuwa nimeamini. Na bado mpaka leo tunaona wapo watu anaweza kuwa Mkristo, na hii naomba niweke wazi. Na ndio maana nazungumza ushuhuda huu uelewe. Mimi nakupa ushuhuda kwa sababu nimepitia maisha hayo. Ninajua vitu vingi, ninaelewa mazingira hayo. Wapo watu unaweza kumkuta mtu yuko kanisani, lakini pamoja na kwamba yuko kanisani, bado kuamini kwake ni 50 kwa 50. Ina maana 50% anaamini Yesu anaweza, 50% bado anaamini waganga wanaweza kumsaidia. Nataka nikuambie, hakuna mganga, hakuna majini, hakuna vizuka, hakuna vinini vinavyoweza kukusaidia. Njia pekee inayoweza kukufanya wewe ubaki kuwa salama ni kuliamini jina la Yesu Kristo peke yake. Na ndio maana anasema mtu hawezi kuja kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Maana yake kwamba ili twende kwa Baba ambaye ni Mungu mwenyewe, maana yake ni kwamba lazima tuliamini jina pekee la Yesu Kristo peke yake. Mimi nimeishi katika imani, nimeishi huko nikiwa nimesoma vitu vingi, nimefundishwa mambo mbalimbali. Nikaingia katika mambo ya ushirikina kama hayo, na nikajifunza namna ya kutengeneza vipande, majini vipande. Yani majini vipande wale unatengeneza, maana yake unaweza kumwangamiza mtu yoyote, unaweza ukamtumia mtu yoyote. Elimu ile niliipata kwa watu mbalimbali. Nilijifunza pale Mwanza, baadaye nikajifunza na maeneo mengine ikiwemo mpaka mikoa baadhi, ikiwemo Dar es Salaam, na wakati fulani nilienda Zanzibar pia. Nikajifunza kuweza kutengeneza hayo mambo ya majini vipande ambavyo naweza nikawaumiza watu au ukamharibia mtu na nini. Lakini isiishie hapo tu. Yote niliyafanya kwa sababu kama nilivyotangulia kusema ni ule ushawishi uliotokana na watu. Marafiki wanaweza kuwa wazuri na wakati mwingine marafiki wakawa wabaya. Na ndio maana nataka tuseme, tunapozungumza na wewe mwana wa Mungu, maisha ya binadamu yote yanategemea na namna ambavyo mwenyewe atakuwa amechagua namna ya kuishi. Na unapousikiliza ushuhuda huu, ninaomba na Mungu anasikia ninachokisema hapa katika studio hizi. Unaponisikiliza na kunitazama, ninatamani kupitia ushuhuda huu ifanyike baraka katika maisha yako, ufanyike baraka katika ndoa yako, ifanyike baraka. Maana nataka niseme kuna watu bado wamefungwa katika wingu. Na kuna wakati fulani niliwahi kusema katika shuhuda zangu, nikasema mimi hata baada ya kuokoka nilitamani kabisa nifanye kazi Tabora, kwa sababu ndiko nyumbani ambako nimezaliwa, nimekulia, na najua mazingira ya mkoa wa Tabora, namna ambavyo watu wengi wanaishi maisha magumu, watu wengi wameingia katika mikataba, kwa sababu mkuu wa anga la Tabora ameondoa ufahamu kwa baadhi ya watu. Wapo watu kama nilivyosema, anaweza kuwa 50% anaamini kanisa, 50% anaamini wanadamu. Na hata maneno ya Mungu yamesema, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Mtu anayemfanya mwanadamu kuwa kinga, tayari mtu yule, hata Biblia inasema, hata neno la Mungu linasema mtu yule ni sawa na amekwisha kulaaniwa. Mimi nataka niseme, ushuhuda nimeona ni ulete ili ukusaidie wewe ambaye yawezekana unapita katika mapito, au yawezekana uko katika majaribu, au yawezekana unapitia changamoto. Katika changamoto za mwanadamu unapoishi katika dunia hii, moja ya vitu ambavyo nimejifunza, changamoto zile zinamfanya mtu aweze kuimarika katika imani. Na ndio maana ukisoma katika Injili ile ya Yohana, na anazungumza sura ile ya 10 na nafikiri ni sura ya 12 hapo kati ya 12, anazungumza Yesu mwenyewe,
Ukiisoma vizuri ile sura ya 12 yote utaona maelezo yake, na anatutia moyo, maelezo yake anatupa ujasiri, maelezo yake anatupa kujiamini. Na kwa nini najaribu kuzungumza sana nikitoa ushuhuda huku nagusa kidogo neno la Mungu? Ni kwa sababu baada ya kuingia kanisani nilijipa muda wa kutosha sana nikijihimiza katika kusoma neno la Mungu, ambalo naamini kabisa kwamba neno la Mungu ni msaada, neno la Mungu ni faraja, neno la Mungu linaweza kukufikisha eneo moja kwenda eneo jingine. Na ukienda katika ile sura ya 14, ukienda na ile sura ya 15 pia unaona maneno ya Yesu. Mahala fulani anafika anasema, mimi ndimi mzabibu, Baba yangu ndiye mkulima, na nyinyi ni matawi, na kila tawi lizaalo hilo hulisafisha ili lizidi kuzaa, lisilozaa maana yake hilo huliondoa na kulitupa motoni. Okay, sasa mtumishi, amen. Naomba sasa turejee pale ambapo ulifikia hatua ya kusema sasa hivi na hivi na hivi na hivi, mwisho wa siku kaja kwenye habari za kujua Kristo. Ilikuwa kuaje hapo? Amen. Basi kama nilivyotangulia kusema, nilimiliki hayo majini, na baadaye